Polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Gatamayu, eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu. Mwanafunzi huyo akilalamikia maumivu ya kifua mapema asubuhi, na hali yake ilipoanza kudhoofika alipelekwa katika hospitali ya karibu ambapo alifariki dunia. Shule hiyo bado haijatoa maelezo yote rasmi kuhusu tukio hilo, huku familia ikielezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa huduma za kiafya shuleni. Munene John anauketwa taarifa hii. Jimmy Anaro, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Gatamayu, Lari, kaunti ya Kiambu, alilalamikia maumivu ya kifua mapema leo asubuhi, lakini hakuruhusiwa kutoka shuleni kupata matibabu ya haraka. Wenzake walimsaidia baada ya hali yake kudhoofika na kisha kumpeleka hospitali ya karibu ambapo alitangazwa kufariki akiwa katika matibabu. Tukio hili limeibua maswali mengi kutoka kwa familia kuhusu jinsi mwanafunzi alivyotunzwa shuleni na hatua za dharura zilizochukuliwa. Mamake marehemu Christine Nyangweso alipokea simu kutoka kwa mwalimu mkuu akielekezwa haraka shuleni, lakini alipofika aligundua mtoto wake tayari alikuwa hospitalini. Familia inaeleza malalamiko yake kuhusu ucheleweshwaji wa msaada wa kitabibu na ukosefu wa kliniki ya ndani ya shule, jambo ambalo limeacha familia na maswali mengi kuhusu uwajibikaji wa uongozi wa shule hiyo. Mwalimu hakuna habari ameniambia, ile ni kunirushia tu maneno. Hajaniambia tujakaa chini wanielezee nini ilikuwa mbaya. Lakini kuna mambo tu amerusha, akasema ati Jimmy alikuwa anakuanga na ugonjwa wa moyo. Mtoto wangu hajawahi kuwa na ugonjwa wa moyo. Polisi wa Lari chini ya uongozi wa naibu kamishna Eric Mogaka wanasema uchunguzi umeanza rasmi na wanashirikiana kwa karibu na uongozi wa shule, wizara ya elimu na familia ili kuhakikisha upasuaji wa maiti unafanyika ipasavyo na kutoa majibu ya kina. Mwili wa Jimmy sasa unahifadhiwa katika makafani ya General Cargo Githunguri. Munene John, TV47, Nairobi.